sote tuna jukumu kama Tanzania, lakini nani mwenye jukumu kuu la kuliponya taifa? Ndugu mwandishi wa habari, mimi binafsi niseme tu kwamba kama ulivyosema, jukumu la kuliponya taifa panapotokea matukio makubwa ni wananchi wenyewe, lakini mwenye jukumu la mwisho ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyosema, kwa sababu ndio baba, ndio mama. Ndio maana sisi wa Tanzania, akisimama Mheshimiwa Rais akisema neno ambalo linagusa mioyo ya Watanzania, Watanzania wanapata unafuu, yani wanapona, wanapata uponyaji. Kama ambao tunaona watu wanasema wanafanya wainjilisti au wachungaji wanafanya shughuli ya uponyaji. Mheshimiwa Rais ni askofu, tuseme ni shehe, ni kardinali, ni askofu, ni mchungaji, ni mwinjilisti, ndio mwenye sauti ya uponyaji kwa Watanzania wote. Mfariji mkuu. Ndio mfariji mkuu, na ndio maana hata tume iliposema itengwe siku maalumu ya maombolezo ya ufariji, maana yake ni hiyo, kwamba Mheshimiwa Rais ndio kiongozi mkuu ambaye ni mfariji mkuu wa Watanzania panapokuwa na shida au panapokuwa na raha. Lakini jambo jingine ambalo nimeona nilizungumze ni kwamba licha ya ufariji, lakini ndio mlezi wa wananchi wote, pamoja na mrundikano wa tabia zao tofauti tofauti, lakini ndio mlezi. Kwa maana ni mama, ni baba ambaye mtoto anaweza kuwa mtoto wake ni mtukutu, anaweza kuwa ni mwizi, anaweza kuwa na tabia gani, lakini yeye ndiyo mfariji na ndiyo mlezi mkuu, baba na mama wa familia ya mama Tanzania. Kwa hiyo hata kama nitoe rai kwa Mheshimiwa Rais mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hata kama kuna watu watamkwaza, hata kama kuna Watanzania watamuudhi, hata kama kuna Watanzania watamtukana, hata kama kuna Watanzania watambeza, ni tabia za familia ya mama Tanzania ambayo yeye ndio kiongozi mkuu. Kwa hiyo hawezi kukwepa. Rai yangu, awe na roho ya uvumilivu, awe na roho ya upendo, awe na roho ya kusamehe, kwa sababu hakuna namna. Ndilo taifa ambalo analiongoza, ndio wananchi anaowaongoza. Kwa hiyo pasiwepo amekuwa na washauri wengi, na wengine amewateua, na mwingine amemteua juzi hapa. Lakini washauri hawa na wao, nitoe rai kwao, washauri wanaomshauri Mheshimiwa Rais, nitoe rai kwao kwa nia njema, wawe na hofu ya Mungu, wamshauri maneno ambayo ni ya kumtia huruma Mheshimiwa Rais, kumtia upendo, kumtia uvumilivu, kwa sababu hakuna rais mbadala. Yeye ndio rais wetu wa sasa. Katika kipindi chake awe na roho ya kusamehe, lakini pasiwepo washauri wanaoweza kushauri. Siombei wawepo washauri wabaya. Pasiwepo washauri ambao wanaweza wakamshauri Mheshimiwa Rais kutengeneza misuguano kati ya serikali yake na wananchi. Hao washauri hawatakuwa wanamfahamu Mheshimiwa Rais, bali washauri wawe ni wale wanaotaka kutoa ushauri wa kumshauri Mheshimiwa Rais kutengeneza nchi, kutenda haki ili kuwa na amani, ili Watanzania kila mmoja alipo awe askari kwa ajili ya nchi yake kwa mapendo makubwa. Hiyo ndio rai yangu, kwa sababu baadhi ya washauri wanaweza katanguliza maslahi yao mbele kuliko taifa. Kwa hivi vitu Mheshimiwa Rais ni kiongozi wetu, anavijua na anaviona, wala hakuna wa kumfundisha. Atajua huyu ni mshauri anayeshauri kitu ambacho ni kwa ajili ya wananchi, huyu ni mshauri ambaye anashauri kwa lengo gani. Kwa mimi nitoe rai kwa Mheshimiwa Rais kwamba washauri uliowateua wawe na hofu ya Mungu, lakini wasimame katika ushauri wa kutenda haki na ushauri wa kudumisha amani. Huo ndio ushauri wangu.